Pasa akachukua gari, akafungua bonnet ili aweke mkono kuiombea. Kitu kamwambia, angalia hapa kwa radiator maji ya radiator. Akafungua maji ya radiator, akapata si maji, ni damu. Jesus Christ. Akafungua ile mafuta ya brake, akapata ni damu. Akachukua ufunguo, akapatia mwenye alimletea gari, akamwambia chukua vitu zako enda nazo. Na akatoka akaenda. Mwenyewe badala ya kuchukua gari alianza mbio. Alituma wafanyikazi walikuja kuvuta hiyo gari. Maana yake walikuwa sijui anataka afanye namna gani, angekuwa namna gani angepata hiyo gari. Na hii ni true story. This is a true story. It happened in this Kenya less than 10 years. Na ilifanyikia hapa in street inaitwa Koinange Street, au karibu na Koinange, karibu na Jivanji Gardens. That's where the car ilikuwa imepakiwa. Gari imepakiwa hapo, akamuita mahali pale. So not every gift sent to you is a gift. Even if watu ambao wametuma kuna watu wengine wengi sana leo hii wameangamia because alitoa zawadi moja ambayo ilikuwa nzuri na hiyo zawadi ikakuwa ndio mwisho wa yeye kupata kitu kingine kizuri katika maisha yake. Kwa hivyo si kila kitu ambacho unatumiwa ni, na ukitumiwa chochote hata kama ni simu, mtu amekubaia simu, kuwa tu muungwana, it doesn't cost much. Wacha kuwa na haraka, acha nifungue nione ametumia iPhone iPhone 10, iPhone 11. It's okay. Shika hiyo zawadi. That's why mimi sikwange moved, atumeniletea hata nini sije nakuwa moved. Ndio. I relax kwanza, nachukua hiyo zawadi, naiweka mkono kwanza, naanza kuiombea. I cancel everything so that whatever was sent, kama kuna kitu yote ilikuwa kibaya, hicho kitu kiishi. Unaona tulipokuwa tunaongea tulikuwa tunajua kitu kama hicho. Mtu analetewa carton na nyoka imekaushwa iko ndani, imewekwa ndani. Imagine. Hiyo ni zawadi. Hiyo ni zawadi. Na hata afadhali vile hiyo ndoa labda ilivunjika kama ingesimama na hizo zawadi. Sasa nyoka alikuwa anataka afanye. People are wicked. I'm telling you. The sons of the devil himself. Wicked kabisa. Wicked. And na wanaenda na hawa wengi ambao wako wicked ni viongozi makanisani, by the way. Let me tell you, the worst situation you can ever be in is to be in a church where people are spiritually blind. I'm telling you. This is more than hell. Afadhali uende sokoni ama sijui uende wapi kuliko kwenda kanisa ambalo watu ni vipofu. Yaani mtu anaweza kuja kanisani na uchawi na akae pale na apewe mpaka uongozi na ni mchawi. Na wengi wako katika uongozi. Wako kwa uongozi. Hawatokani. And they are very committed. Yaani wale watu ambao kuangalia hizo vitu wako very committed. Wanafanya ndio maadvice wazuri. Vijana wakitaka kufanya ndoa ndio wanasimama na wao, wanasimamisha hapo, wanataka kuwasaidia. And that's why naambianga watu advice. Unataka kufanya harusi. Marry within your means. Ndio. Acha kufuruga watu, kusumbua watu, nataka sijui pesa ngapi, nataka kufanya harusi ya shilingi milioni 5. Na wewe mwenyewe hata kwa maisha yako hujaipata shilingi 1200. Fanya harusi within your means. Because not bila pesa, wengine wanakuletea pesa zingine hapo utazipata pesa mingi ndio. But at the end of the day eventually you will pay for it. I'm telling you. Only God blesses your marriage without demanding anything, na inabaki hivyo. Kwa hivyo it's very important watu waangalie. Muhimu sana. Okay, sawa. Naona tuendelee. Unless kama upande wako uko na swali. Swali ambalo lilikuwa nimekuja ni kwamba pastor, mimi iko nje ya nini, nje ya topic, nimekuja tena saa hizi. Pastor, mimi nilipakwa mafuta na askofu wangu na akaniambia siku nitatoka kwake ama kwa kanisa yake, huyo Roho Mtakatifu ambaye alinipa atanigeuka na atakuwa kama ile roho wa Sauli na nitakuwa naanguka kifafa. Mimi nimeogopa bali pale sibarikiwi, nimeogopa kutoka kwa hiyo church. Nifanye nini? Hiyo tengiwa na uoga. This is manipulation and witchcraft. Kwa hivyo kabisa. Jinsi ya kutoka ya kwanza, usiangalie nyuma. Toka mbio. Ukienda na uende kabisa. Na ukitoka usiende kukaa nyumbani. Makosa ni kwenda kukaa nyumbani. Enda kama umeingia kanisa lingine ambalo linafundisha neno la Mungu vizuri. Na maisha yako itabarikiwa. Kwa hivyo asiwe na uoga. Sawa, tuendelee na topic. Laana ya pili ambayo ardhi ilinenewa ni kwamba he shall not prosper in his life or all the days of his life. Na kuna mtu ambaye inaandamana na swali ambalo alikuwa ameuliza kama pastor, mimi hizi baraka Mungu ametutajia inakuaje zinatufikia na Mungu ndiye alitubariki. Biblia inasema kitabu cha kitabu cha Mathayo 11:12 ama inasema kwamba mpanzi alipanda mbegu. Lakini usiku adui akakuja akapanda nini? Magugu. Walipoamka asubuhi wakapata magugu pia imemea pamoja na nini? Na mbegu nzuri. Wakashindwa tutangoa, lakini niposa mwenyewe akamwambia ngojeni msingoe, mnaweza ngoa mpaka na mbegu nzuri. Acheni zikue pamoja, alafu tutaseparate. Kwa hivyo wakati wote ambapo unalala una relax,
fellowship yako ama communion with God. Hizi vitu ambazo adui alikuwa ambazo ulikuwa umepata, adui anaanza kupanda mbegu. Na hii mbegu inaanza kukuaffect. Remember, these things, God will never force anything to you. Ndio. It's for you to yield for it and pursue it. Hey. Okay. Kwa hivyo inauliza, Biblia inasema kwamba and none of you will prosper. Andika huyu mtu kwamba hatafanikiwa. So the power of not prospering can also be instructed by soil. Na ndiposa kulingana vile mheshimiwa amesema, watu wengi ambao wanafanya kazi na Asians, they never prosper. Jiulize why. Watu wengi ambao wanafanya na Asians hawa prosper kwa nini? Na wa Asia wana prosper. Wananunua maduka, mabidco, wananunua mabuilding, wananunua nini? But wale wanafanya kazi chini yao wote ni slaves. Alafu unajua nini something about Asians? Hawakuangi na time ya retirement. Oh. You will work until uzeke pale. Hawakufuti. Na by the way, hata ukifanya kazi ugundue utoke, usema kama uone kama unatesa utoke, uende utafute mahali kazi mahali pengine. Utaenda kule utahangaika, na ukirudi tena kufukuzi tena na kurudisha na kukaribisha tena na kuchukua. That's how the Indians do. Utazeekea mahali pale. You will never prosper. The only best car you'll ever drive ni gari ya kampuni. Yako hutanunua, hutaweza kununua. But the one thing I want watoto wa Mungu kujua ni kwamba if you can run someone's company, you can run your own. Amen. Kabisa. You need to know what to do. You need to know. And that's why we are teaching them these things. Ili wafunguliwe. By the way, by the time we are through, hizi laana za ardhi zitakuwa zimevunjika. Kabisa. Katika jina. You know, soil can be commanded for someone to struggle. Soil can be commanded for someone to go through issues. Na ukitaka kujua hii struggle inaleta mpaka magonjwa mengi na depression. Ndio. Kuna mtu mmoja kwa jina Naaman, alikuwa general. Yes. Naaman alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na akaenda katika nchi ya Israeli. Alipoenda kwa nchi ya Israeli alikuwa anataka afanye nini? Uponyaji. Alipofika mahali pale, nabii Elisha akamwambia namna gani? Enda kwa mto uoge nini? Mara 7. Yes. Kuna siri hapa nataka tuongelee hapa. Alienda akiwa mgonjwa ili Naaman ili Elisha amuombe. Ndio. Elisha badala ya kumuombea alimwambia kitu kimoja. Enda kwa mto oga mara 7. Why oga mara 7? Why? Kuna siri mbili hapa. Ndio. Siri ya kwanza ni udongo. Mungu alitaka hiyo udongo yote, uchafu ya udongo ambao ametoka nao Syria yote ioshwe, ibaki ndani ya maji. Unajua? Na ndiposa baada ya hapo utasoma kitabu cha 2 Kings chapter 5 from verse 17. 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 from verse 17. Wacha nianze na maana ya kwanza alafu nikuje kwa hii ya pili. Maana ya kwanza ya Naaman kuambiwa aoge mara 7 ni kwa sababu hii. Naaman alikuwa 7th born. Familia yake ilikuwa ya 7. Uzao wake ulikuwa wa 7. Hivyo vyote vilikuwa mpaka namba 7. Sasa Elia akajua nikiponya huyo mtu, yeye atapona. Lakini kizazi chake bado kingine kitabaki na ukoma. Na watoto wake watabaki na ukoma. Na ndipo Mungu amesema kwamba through you all the world will be blessed. Kupitia kwako dunia mzima itafanya nini? Itabarikiwa. Kwa hivyo wakati Naaman alikuwa anaingia kwa maji mara ya kwanza, leprosy ya kizazi ya generation fulani ilikuwa inakatika. Akiingia mara ya pili, leprosy ya kizazi kingine inakatika. Mara ya tatu, by the time alipomaliza leprosy hizo vizazi zote 7 kufika kwake, yeye ndiye yake ikakatika. Mimi sasa baada ya Naaman kutoka pale, no one in his lineage atakuwa na the same problem. When God solves your problem, even your generation to the third generation, they are already settled. Amen. That's why Jesus came to destroy your past, present and future. Wow. That's a revelation. Sasa sehemu ya pili ambapo Naaman aliambiwa aoge, alikuwa anaingia pale. Mungu aliona huyu jamaa ana uchafu mwingi sana ya udongo wa kutoka kwao. Ingia ndani ya maji. Akaingia mara ya kwanza. Mara ya pili, Naaman akajua mara ya 7 udongo wote wa Israel wa Syria utakuwa umeisha. Na ndipo unaposoma hiyo Biblia inakuambia kwamba baada ya Naaman kupona, aliambia Elisha,
Alitaka kupatia Elisha sadaka. Elisha akakataa sadaka. Ndio, yeah. Gehazi akarudi nyuma, unajua kile alifanya. Baadaye Biblia inasema kwamba Naaman akaenda kwa Elisha akamwambia, niruhusu nibebe magunia ya udongo ili niende nayo nitengenezee madhabahu yangu kule Syria. Soma Biblia vizuri. Naaman akasema, niruhusu nichukue gunia ngapi? Sijui ilikuwa gunia ngapi. Alimwambia, niruhusu nichukue gunia za udongo kutoka hapa Israeli, niende nayo kwetu ili nitengenezee huo udongo madhabahu. Why alitaka kutengeneza madhabahu na udongo wa kutoka Israel? Kwa nini? Because he believed Israel is a blessed land, and by him kneeling on that altar daily, hiyo altar ya madhabahu ambayo imetengenezwa na udongo wa kutoka Israel, alijua ya kwamba hii udongo yangu itakuwa ina communicate na udongo wa Israel, meaning life in abundance will be upon me. Na sitateseka tena. And that's why akabeba udongo kwa magunia akaenda nao Syria. So you are seeing the importance of this soil. Because sasa udongo huu, anapochukua udongo huu, inamaanisha kwamba hata maisha yake inaanza kuprosper, inaanza kuendelea, inafanikiwa. Wow. Sasa after Naaman healing, he decided to ask for soil. 2 Kings chapter 5 verse 17. Aliuliza udongo. Ama labda tusomee watu waelewe. Wanaona tunasema. Wasije wakasema hawa wanasema maneno yao. Wanasema mambo yao exactly. Si Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. 2 Kings. 5. Wafalme wa Pili 5. Sura ya 5 niko pale mstari wa 17. Okay. Naamani akasema, kama si hivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili. Magunia 2. Kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Exactly. Sasa alisema kwamba hatatoa sadaka zake kwa miungu, alitaka apewe udongo ili anapokuwa katika nchi ya Israeli, nchi ya Syria, he will still be acknowledging the God of Israel. Akinili pale, udongo wake, udongo ambao amenili juu yake, atakuwa ni kama amenili Israel, na ili hali ako kule. Okay. That's the meaning. Power in soil. The power in soil. So it is carrying all the hizo mateso zote. Na kuna kitu ambacho yafaa uelewe hivi. Inakuaje siku moja mtu akakuja kwa Yesu akiwa kipofu? Ndio. Na Yesu badala ya kumwombea tu pona enda, Yesu anatema mate chini, anatengeneza udongo, anampaka kwa macho. Alafu alimwambia nini? Enda ujioshe. Why? Na alipoenda kujiosha, Biblia inasema namna gani? Alianza kuona. Why was soil being used? Spare part ya chuma inatengenezwa kutokana kwa chuma. Nati ikivunjika unatafuta chuma nyingine unatengeneza nut. Sasa mwili wako ni udongo. Ukiharibika unatumia nini? Udongo. Unatumia udongo. Wacha nikwambie kitu kingine ambacho udongo unabeba laana, na ndiposa sikia, kuna mwanamke mmoja akashikwa akafumaniwa na uzinzi. Akapelekwa kwa Yesu Kristo. Alipofika miguuni pa Yesu Kristo, watu wakitaka Yesu amhukumu, Yesu aliwaangalia na akaanza kuchora chini. Kwa nini? Alikuwa anachora wapi? Kwa udongo. Biblia inasema kwamba baadaye akageuka akauliza swali, kati yenu ambaye hana dhambi awe wa kwanza kufanya nini? Kumpiga mawe. Alafu akafanya nini tena? Akarudi tena akaanza kuandika tena kwa udongo. He was cancelling every curse spoken concerning death, because kulingana na sheria huyu mwanamke alistahili kufanya nini? Kufa. Lakini hizo sheria zimeandikwa, naye ana uwezo wa kufuta. Maana ni laana. Hiyo kifo ilikuwa kama unakufa kama laana, maana nini? Maana yake nini? Umefumaniwa kwa dhambi. Yesu Kristo naye akaamuka akaangalia chini. Unaweza soma kitabu cha Yohana sura ya 8 kuanzia 11 hadi 10 mstari wa kwanza hadi 11. Yesu akaanza kuchora kwa ground. What was he doing by chora kwa ground? Alikuwa anafuta laana zote zilizokuwa juu ya huyu mama. Laana za ardhi anazifuta kwa ardhi, mwenyewe anachora anafuta. She is free. She has believed in me. She is justified. Ako huru. And then what happened? Udongo ulinena na kila mtu aliyokuwa pale. Udongo ulianza kuhukumu wenyewe. Alisema alisiye na dhambi awe wa kwanza. Najua jambo hili limekushtua sana. Usiona vile nakuangalia mimi nashangaa. Na akaambiwa asiye kuwa na dhambi
awe wa kwanza. Na wote udongo ukaanza kufanya nini? Kuwahukumu. Udongo ukaanza kuwahukumu. Udongo ukaanza kuwahukumu. Ulipowahukumu, kuanzia kwa mdogo hadi mkubwa, wote walienda. Na Yesu akamwambia, na mimi sikuhukumu, enda na usitende dhambi tena.